ni sahihi kuisujudia, kwa sababu tukiwa katika ibada zetu za Katoliki lazima unaenda kuisujudia, unaipigia magoti. Je, ni sahihi kwenda kuipigia sanamu hiyo magoti? Je, ni sahihi kwenda kuibusu? Kwa sababu kuna vijumba pale kanisani kwetu, kuna sehemu wanapaita kuna sehemu wanapaita altare. Umeona, kuna sanamu ya Bikira Maria, kuna sanamu ya Yosefu mfanyakazi, kuna sanamu ya Yesu Kristo. Huwa tunaenda, kama una maombi binafsi au maombi ya familia, unaenda kumwomba mama Bikira Maria, ili Bikira Maria huyo sasa aweze kuwasilisha maombi yako au maombi yetu kwa Yesu Kristo. Je, itakuwa nipo sahihi au Biblia inazungumza nini? Bwana Samson, ninaifahamu haja yako. Unatamani sana kuipata kweli. Tumesema fungu hapa limetuambia kwa hakika wazi tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Ikiwa neno lenyewe limetuzuia tusijifanyie sanamu za kuchonga wala kuziabudu, nini usichokielewa mpaka useme ya kwamba kanisani kwako kuna sanamu zimetengenezwa na unauliza kama ni sawa kuzisujudia na kuziabudu? Kwa mimi, kwa kufuatilia kwangu katika muktadha wa kumwomba Bikira Maria, ambapo ndipo ipo sanamu kanisani kwetu, nilipokuwa nikisoma Biblia, kuna baadhi ya vitabu ambavyo havipo kwenye Biblia za makanisa mengine. Nilikuwa nikisoma kwenye vitabu vya Sila, nilikuwa nikisoma kwenye vitabu vya Makabayo. Niliweza kupata ushahidi tosha ya kwamba Yesu Kristo yupo mbinguni, na kama kweli yupo mbinguni, basi nina uwezo wa kumwomba, na kupitia kuomba kwake basi anaweza akapeleka maombi haya kwa Yesu Kristo ambaye ni mwana wake. Ndiyo maana kuna sala yetu huwa tunapenda kuisali katika ibada zetu, ya kwamba Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lake umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na sala ya kufa kwetu. Amina. Ya kwamba Maria, utuombee sisi wakosefu, mimi mzambi, uniombee kwa nani? Kwa Yesu Kristo ambaye ni nani? Ni mtoto wako, ili sasa maombi haya Yesu akayajibu. Kwa hiyo mimi huenda na kwa imani yangu mimi kama Mkatoliki, labda unielezee kwa kina zaidi. Je, ni sahihi mimi kumwomba Bikira Maria? Na ninaamini kweli kwa imani yangu ya kwamba Mariamu yupo mbinguni. Asante sana Bwana Samson kwa kuendelea kuhitaji nuru na kufahamu ukweli. Kama nilivyokwisha kutangulia hapo awali kwamba tunaongozwa na maandiko, tunaongozwa neno la Mungu, ya kwamba chochote kile ambacho tutakifanya kama kiwe mwongozo lazima kiungwe mkono na maandiko matakatifu. Tusome neno la Mungu katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza. Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa kwanza. Kuna maneno haya: watoto wangu, ninawaandikieni mambo haya kusudi msitende dhambi. Lakini ikija kutokea mtu akatenda dhambi, tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa Baba, ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa. Biblia ndivyo inavyosema hivi, ya kwamba tunaye mwombezi, lakini mmoja ni Yesu Kristo. Bikira Maria unayemtaja ni mwanadamu kama wewe. Kumbuka, mara baada ya dhambi kuingia duniani, utukufu kwa mwanadamu uliondoa kabisa. Na mara kadhaa Biblia imethibitisha kwamba mtu akifa anakuwa hajui lolote. Kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5 inathibitisha haya. Kwa hiyo unapomtaja Bikira Maria kwamba umfanye kuwa ndo kama mwombezi wako, unakuwa unaenda kinyume na maandiko. Na kwa kuwa tayari umekwisha kukubali ukweli kwamba mwongozo wako ni Biblia, itakuwa ni vyema ukusudia kufuata Biblia inachosema na sio mawazo
ama maoni ya viongozi wa kanisa au maneno kutoka kwa kiongozi yeyote. Biblia ndiyo mwongozo wetu. Nadhani kwa hili utakuwa umethibitishwa kabisa na maandiko, ama utakuwa na swali bado? Hebu tunaweza tukapitia hiyo Mhubiri 9:5 kama ulivyosema, ili tuwe tunaenda na ile fakti, ili sasa tujue ya kwamba kweli maandiko yanasema hivyo. Na Bwana Samsoni, umefika hapo uweze kuirejelea sehemu hiyo. Ni kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5. Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5, maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Bwana Samsoni, hapo kwanza nikuulize swali. Bikira Maria kwa sasa yuko wapi? Ama kwa swali kwa upande mwingine, mtu akifa kwa mujibu wa maandiko matakatifu tulivyosoma, anakuwa anaenda wapi? Kwa mimi, kwa imani yangu, kwanza Mariamu ninaamini, na pia kanisa langu linaamini ya kwamba Mariamu alipalizwa kwenda mbinguni. Jambo la pili, ya kwamba mtu akifa anaenda wapi? Kwa mimi, kwa muktadha wa kanisa langu au kwa imani ya kanisa langu, mimi naamini ya kwamba mtu akifa anaenda purgatory. Umeona? Huko sasa anasubiri hukumu. Kama sasa sisi huwa tunaombea wafu, umeona, ili Mungu aweze kumsamehe mtu huyo kwa namna moja au namna nyingine, huenda alifanya dhambi sana. Sisi tulio hai tuna jukumu la kumwombea mtu huyo. Sasa sielewi kama nipo sahihi au kanisa langu lipo sahihi au Biblia inasema nini. Bwana Samsoni, ninakuelewa na ninazidi kuendelea kukuelewa kwa kadri ninavyojielezea. Ili uweze kujifunza kitu kipya, ni vizuri kile ambacho unakielewa awali ukiache kwanza, ili uwe tayari kupokea kitu kingine kipya. Ikiwa utahitaji kujifunza kitu na bado ukaendeleza ukishikilia kile ambacho unakielewa awali, unakuwa hauko tayari kujifunza. Tumekwisha kukubaliana ya kwamba mwongozo wetu uwe ni Biblia. Una maana gani kusema ya kwamba kanisa lako linadai kufundisha hivi, na ulihali mwongozo ambao tumeuchukulia kwamba utuongoze Biblia uko kinyume na mafundisho ambayo kanisa lako linafundisha? Kwa mimi nina jambo katika hilo, kwa sababu mimi kutoka utoto wangu, kuona kwangu, kusikia kwangu, nimesikia vitu vingi na nimeona vitu vingi sana katika kanisa langu. Kwa hiyo natamani unieleze kinaga ubaga kuhusiana na mambo haya. Natamani nisimame na Biblia pekee. Sitamani nisimame kwa mawazo ya watu, elimu ya watu. Natamani nisome neno, natamani nisome Biblia na niliishi hilo neno. Natamani unisaidie pale ambapo nitaona ya kwamba sielewi, nitakuuliza mchungaji, na natamani sehemu hiyo unieleze. Kwa mfano, nimeelewa kuhusiana ya kwamba tunaye mwombezi ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye tunapaswa kumwomba, lakini ni Yesu Kristo tu. Kwa hapo nimekuelewa mchungaji. Bwana Samsoni, kama nilivyokwisha kueleza awali kwamba waandishi waliofanikiwa kuandika Biblia kwa sasa hayupo hata mmoja, wamekwisha kufariki. Na ikiwa tutasoma sehemu tukashindwa kuielewa, hakuna sehemu ambayo tunaweza kuwatafuta watu hao watuambie, na badala yake Biblia hii itatusaidia kujibu swali ambalo tutalipata. Bwana Samsoni, na kwa mungu nipatie ridhaa nikupitisha kidogo katika historia. Neno la Mungu kwa karne nyingi limekuwa likipigwa sana marufuku. Shetani amekuwa akitumia kila njia kuweza kuliangamiza kabisa neno la Mungu. Ni muda umepita ambao wanahistoria wanauita kama ni kipindi cha zama za giza. Kipindi hiki kilitumiwa na shetani kuweza kuitokomeza kabisa Biblia.
ni mnamo mwaka wa 538 ambapo kipindi hiki hasa kilianza. Viongozi wa kanisa walijitwika madaraka ya kubadilisha amri za Mungu kupitia vikao vya kanisa. Amri za Mungu ziliweza kubadilishwa. Amri ya 4 inayomwagiza mwanadamu kuweza kuikumbuka siku ya Sabato ilibadilishwa. Utukufu wa Sabato ukahamishiwa siku ya Jumapili. Amri ya 2 ambayo inazuia mwanadamu kujichongea sanamu na kuziabudu iliondolewa kabisa, na hapo kanisa likaingiza vinyao kanisani, likaingiza sanamu kanisani. Amri ya 10 ilipasuliwa mara 2 ili kuleta idadi kutimia 10. Watu wale ambao walionekana kusimama imara kwa kuongozwa Biblia waliangamizwa kabisa. Kuna watu ambao walisimama kidete kuweza kuisimamia kweli. Popote walipoenda walitafutwa ili ushahidi uweze kuondolewa kabisa. Sasa kwa kuwa umekubali kujifunza Biblia, umetangaza vita. Neno la Mungu ni vita. Vita hii inapiganwa kati ya kweli na uongo, uovu na wema, Mungu na shetani. Sasa Bwana Samson, kwa kuwa umekubali uongozwe na kweli, ni vyema uendelee kusimamia msingi huo ukiongozwa Biblia, kwa sababu kanisa hili ndilo lililofanya jukumu ya kubadilisha amri za Mungu. Likawa na nguvu sehemu 2. Sehemu ya kwanza ni kusoma Biblia, lakini sehemu ya pili kanisa likapewa uwezo wa kutunga mapokeo, yakaitwa kwa mapokeo ya kanisa. Kwa hiyo unaposema kwamba kanisa langu linasema hivi, haya ni mapokeo ya kanisa, lakini sio maagizo ya Mungu. Na neno la Mungu inasema mtu awaye yote atakayeshika kweli yote akajikwaa katika amri moja, amekosa juu ya zote. Sio hivyo tu, na Mungu inasema kwamba ukiwa vuguvugu ukawa moto, Yesu ametangaza kukutapika. Kwa hiyo Bwana Samson, kwa kuwa umeamua kuifuata kweli, usichanganye kati ya mwongozo wa Mungu na mapokeo ya kanisa lako. Simamia kweli ya Mungu ambayo ni Biblia. Kila unapokanyaga uongozi na Biblia. Na kwa uzuri, kila sehemu Mungu ametupatia mwongozo. Katika kuvaa kuna mwongozo, katika kula kuna mwongozo, katika kuishi kuna mwongozo. Tukisimama katika hili, tutakuwa salama hata kufikia ushindi.